Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 12 Juni mwaka 2026. Tunafurahi kuwa nanyi tena katika kipindi hiki cha jioni, tukuletea mkusanyiko wa habari muhimu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu pamoja na dunia kwa ujumla. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea maendeleo ya ile usalama mashariki mwa nchi, matamko mbalimbali ya viongozi wa kisiasa kuhusu mchakato wa amani, habari za kijamii, habari za haki za binadamu pamoja na matukio mengine muhimu endelea kujiri. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hili kupata habari zilizoandaliwa kwa makini na kwa kuzingatia ukweli, usahihi na weledi wa kazi ya habari. Mimi ni Teloje Longa. Basi karibu tuanze taarifa ya jioni ya leo kutukiwa pamoja kupitia Kivu News Info, sauti yako na daraja la habari za ukweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 12 Juni mwaka 2026, Kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweka wazi msimamo wake kuhusu mjadala unaendelea wa mabadiliko ya katiba ya nchi. Kauli imetolewa kupitia barua ya maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki la Kongo Senko, ambalo imesomwa leo Jumamosi na msemaji wake Monseigneur Donatien Shole. Katika ujumbe wao, maaskofu wanasema kuwa baada ya tafakari ya kina hawaoni sababu wala uharaka wala umuhimu wa kubadilisha katiba ya sasa tarehe 18 Februari mwaka 2026. Wamesitiza kwamba hali ya sasa ya nchi, kipaumbele kikubwa inapaswa kuwa ni kudumisha amani, kuboresha maisha ya wananchi pamoja na kuimarisha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Kanisa Katoliki linasema wazi kuwa mjadala wa mabadiliko ya katiba linaweza kuleta migawanyiko mikubwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kijamii. Katika msimamo wake huo mkali, Senko imeonya kuwa kugusa baadhi ya vifungo muhimu vya katiba, hasa vile vinajulikana kama kifungo kilichofungwa vya vifungo cha 212 kinaweza kufungua mlango wa hatari kubwa kwa taifa. Maaskofu wanasema hatua inaweza kuhatarisha utulivu wa nchi na hata kuleta migogoro mipya au migawanyiko wa taifa. Kanisa Katoliki linasema kuwa mabadiliko yote ya katiba yanayolenga maslahi ya kisiasa yanapaswa kuepukwa na badala yake viongozi wanapaswa kuzingatia maslahi ya wananchi wote wa Kongo. Senko pia amekumbusha umuhimu wa kuheshimu kiapo cha kulinda na kuheshimu katiba, ikiwa ni pamoja na kumtaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu ahadi yake aliyotoa mbele ya Mungu na taifa ya kutetea haki katiba ya nchi. Kauli inakuja wakati ambako upande wa muungano wa kisiasa Union Sacrée de la Nation unaendelea kuonyesha nia ya kutaka mabadiliko ya katiba, jambo ambalo pia limekuwa likipingwa na baadhi ya vyama vya upinzani nchini. Hivyo basi mjadala wa katiba unaendelea kuchochea mjadala mikali ya kisiasa nchini, huku wadau mbalimbali akitoa wito wa tahadhari na kuzingatia maslahi mapana ya kitaifa kwanza. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum votée sous prétexte de combler un vide juridique serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales,
le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. Mapigano makali endelea katika eneo la Minembwe katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya usalama ikiwa bado ni tete katika siku kadhaa baada ya mapigano makali kati ya makundi mbalimbali yenye silaha na jeshi la serikali pamoja na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, makundi ya waasi wakiwemo Twirwaneho na Red Tabara ambayo yameungana na muungano wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC/M23 yamesemekana kuendelea kudhibiti sehemu ya kituo cha Minembwe licha ya mashambulizi na mashinikizo kutoka kwa majeshi ya serikali. Kwa upande mwingine, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinavyoungwa mkono na makundi ya ulinzi ya wananchi wanajulikana kama wazalendo vinaendelea kufanya juhudi za kurejesha udhibiti katika eneo hilo, huku mapigano yakiripotiwa kuwa makali kwa siku 4 mfululizo. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo zinasema kuwa licha shinikizo hilo, sehemu ya Minembwe Centre bado iko chini ya udhibiti wa waasi, jambo linaloendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo ya milima ya Fizi na Mwenga. Hata hivyo, kuna tofauti za taarifa kuhusu hali halisi ya udhibiti wa eneo hilo, ambako baadhi ya vyanzo vinaeleza kuwa maeneo kadhaa ya Minembwe yamekuwa yakibadilisha udhibiti kati ya pande zinazopigana kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na mapambano ya karibu. Katika kueleza zaidi kuhusu eneo la Minembwe Centre, wataalamu wa eneo hilo wanasema kuwa Minembwe si kijiji kimoja tu kama inavyozaniwa na baadhi ya watu, bali ni eneo kubwa la kijamii na kiutawala linalojumuisha mitandao ya vijiji mbalimbali viliopo karibu. Vijiji vikuu vinavyounda Minembwe Centre ni pamoja na Mandegu, Kiziba ambako pia kuna uwanja wa ndege mdogo wa eneo hilo, Kabingu, Muzinda, Mishashu, Runundu, Mutanonga, Ilundu na Kitavi. Kwa pamoja vijiji hivi ndio huunda eneo kubwa la kijamii, kiuchumi na kiutawala ambalo limekuwa kitovu cha maisha ya wakazi wa nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Pia eneo muhimu la katika mkataba wa usalama mashariki mwa nchi. Taarifa zinaongeza kuwa sehemu kubwa ya vijiji hivyo sasa inaendelea kwa chini ya ushawishi wa au udhibiti wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, huku mapigano yakiendelea katika maeneo ya kimkakati kati ya pande zinazopigana. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha huku ikiwa ni pamoja na kuhama makazi, ukosefu wa huduma za msingi na hofu ya mashambulizi ya mara kwa mara. Anaongeza changamoto za kibinadamu katika eneo hilo ambalo tayari na historia ndefu ya migogoro ya silaha. Hali ya usalama katika Minembwe na maeneo jirani inasalia kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku macho ya wajamii wa kimataifa na wadau wa amani yakiendelea kuelekezwa mashariki mwa DRC wakimiza suluhu la kisiasa na kijamii ili kumaliza mzunguko wa mapigano unaoendelea. Katika hali ambayo mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba unaendelea kuzua maoni tofauti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imechukua hatua mpya kujaribu kuimarisha mzunguko kati ya wadau mbalimbali wa kisiasa na kijamii. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Haki za Binadamu, mkutano mkubwa wa mashauriano utaitishwa tarehe 12 na 4 Juni mjini Kinshasa, ukiwakutanisha wawakilishi wa vyama vya kisiasa vya walivyo madarakani, upinzani pamoja na mashirika ya kiraia. Mkutano utafanyika saa 4 kamili asubuhi katika ofisi ya Wizara ya Haki za Binadamu. Tangazo limetolewa kupitia kwa haraka rasmi namba 17 unaosaniwa mjini Kinshasa siku ya jana tarehe 19 Juni. Serikali imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano ni kujadili kwa uwazi masuala yanayohusiana na uhuru wa maoni, uhuru wa kujieleza na haki ya kufanya maandamano ya amani, ambazo ni haki zinazoandaliwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Wizara ya Haki za Binadamu, watu wanalenga kuleta nafasi ya mazungumzo kati ya makundi yote muhimu ya taifa katika kipindi ambacho mjadala kuhusu hatma ya katiba imekuwa ikichukua nafasi kubwa katika maisha ya kisiasa nchini. Katika taarifa yake, wizara imekumbusha kuwa serikali inaendelea kujitolea kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa na kuheshimiwa katika maeneo yote ya nchi bila ubaguzi wa aina yoyote. Serikali imesisitiza kuwa kila raia anapaswa kufurahia haki zake bila kujali kabila yake, jinsia, lugha, dini, maoni ya kisiasa au hali yake ya kijamii. Mkutano unakuja baada ya wiki kadhaa za maandamano na mikusanyiko iliyoandaliwa na vyama vya upinzani kupinga wazo la kubadilisha au kurekebisha katiba ya nchi.
Kwa mujibu wa serikali, hatua hizi zinaonyesha kuwa demokrasia nchini DRC inaendelea kukua na kwamba wananchi wanatumia haki zao za katiba kutoa maoni yao kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Hata hivyo, Wizara ya Haki za Binadamu yenyewe kwa uhuru wa kujieleza na kufanya maandamano unapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia sheria ya nchi. Wizara inasema haki hizo haziwezi kutumiwa kama sababu ya kutoa matusi, kufanya vitendo vya uchochezi, kuharibu mali za umma au binafsi, wala kusababisha vurugu zinazoweza kuvuruga utulivu wa jamii. Serikali inaamini kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wadau wa kisiasa na kijamii yanaweza kusaidia kupunguza mvutano unaweza kujitokeza kutokana na tofauti za maoni kuhusu masuala ya kitaifa. Ndiyo maana mkutano wa tarehe 24 Juni unatazamwa kama jukwaa muhimu kwa kusikilizana na kubadilishana mawazo kwa njia ya amani. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa wanaona kuwa mkutano huo unaweza kuwa fursa kwa vyama vya upinzani, wale wa upande wa serikali pamoja na mashirika ya kiraia kueleza wasiwasi wao kuhusu mazingira ya kisiasa na sasa na kutoa mapendekezo ya namna kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Mkutano huu si sehemu ya juhudi za muda mrefu za serikali za kuimarisha utamaduni wa mazungumzo nchini. Katika miaka iliyopita, mikutano kama hiyo imekuwa ikiandaliwa mara kwa mara ili kuzuia migogoro ya kisiasa, kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya wadau mbalimbali na kuendeleza utulivu wa taifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mamia ya vyama vya kisiasa vilivyoalikwa kisheria pamoja na mashirika mengine ya kiraia ambayo kushiriki kamilifu katika mjadala ya kitaifa. Kutokana na hiyo, mamlaka zinaamini kwa majadiliano ya wazi na kijumuishi yanaweza kusaidia kuimarisha demokrasia na kuhakikisha tofauti za kisiasa zinatatuliwa kwa njia ya amani. Macho wengi sasa yanaelekezwa kwenye mkutano wa tarehe 24 Juni mjini Kinshasa, ambako wadau mbalimbali wanatarajia kukutana na kujadili mustakabali wa uhuru wa kisiasa, haki za msingi za wananchi na namna kudumisha amani katika kipindi kigumu cha maisha ya kisiasa nchini DRC. Katika juhudi za kuimarisha usalama wa raia na kupambana na makundi yenye silaha yanaendelea kutishia amani katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la taifa la FARDC vinaendelea kufanya operesheni za pamoja katika mkoa wa Ituri. Tangu mwanzoni mwa wiki hii, walinda amani wa MONUSCO kwa kushirikiana na FARDC wanaendesha doria na shughuli mbalimbali za usalama katika wilaya Irumu, eneo ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa likikumbwa na vitisho vya makundi ya waasi. Katika mji wa Komanda, vikosi hivyo vya pamoja vilifanya doria na usalama kuzunguka kijiji cha Bavonkutu kwa lengo la kutathmini hali ya usalama na kuwapa wananchi uhakikisho wa ulinzi. Operesheni ilifanyika wakati ambako mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa usalama katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Kwa mujibu wa msemaji wa kikosi cha MONUSCO, Kanali Charles Injiwa, doria hiyo ilikuwa na lengo la kuzuia tisho lolote linaloweza kujitokeza, kuimarisha hali ya utulivu pamoja na kuwafanya wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku bila hofu. Amesema kuwa usalama wa raia unaendelea kuwa moja ya vipaumbele vikubwa vya MONUSCO na FARDC, hasa katika maeneo ambayo hapo awali yamewahi kushuhudia mashambulizi ya makundi yenye silaha. Wakati wa operesheni hiyo, vikosi vya polisi vya pamoja vilifanya uchunguzi wa kina na tathmini yale halisi ya usalama katika eneo la Bavunkutu. Taarifa zilizokusanywa zimeonyesha kuwa sasa eneo hilo ni utulivu na kiko chini ya udhibiti wa vikosi vya usalama. Kanali Charles Injiwa amesema kuwa hakuna dalili za uwepo wa makundi ya waasi wala matukio makubwa ya kiusalama yanaripotiwa katika eneo hilo wakati wa doria hiyo, jambo ambalo limeleta matumaini kwa wakazi wanaotegemea kurejea kwa maisha ya kawaida. Wakati huo, kikosi kingine cha walinda amani wa MONUSCO kilichopo Chabi kilisaidiwa na wanajeshi wa FARDC kilifanya operesheni katika kijiji cha Kinyangele. Lengo la ziara ilikuwa ni kukutana na viongozi wa eneo pamoja na wananchi ili kusikiliza changamoto zao na kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya usalama. Katika mazungumzo yao, wananchi walipata nafasi ya kueleza wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama na matarajio yao kwa vikosi vinavyohusika na ulinzi wa raia. Viongozi wa eneo pia wajadili namna ya kuendelea kushirikiana na vikosi vya usalama ili kuzuia kurejea kwa vitendo vya vurugu. Kwa mujibu wa MONUSCO, mikutano hiyo imechangia kuimarisha mawasiliano kati ya walinda amani na jamii za wenyeji, jambo linaloonekana kuwa muhimu katika kujenga mazingira ya kuaminiana na ushirikiano wa kudumu. Mbali na masuala ya usalama, ujumbe huu pia ulitumia fursa hiyo kuhamasisha wananchi kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wananchi walikumbusha umuhimu wa kuzingatia kanuni za afya na kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya iwapo kutakuwa na dalili za ugonjwa huo. MONUSCO imeeleza kuwa shughuli hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuongeza huduma za ulinzi karibu zaidi na wananchi, hasa katika maeneo yanayokumbwa na changamoto za kiusalama. Kupitia mikutano mara kwa mara, doria za pamoja na mazungumzo ya viongozi wa jamii, ujumbe huu unalenga kuimarisha ulinzi wa raia na kuzuia makundi yenye silaha kupata nafasi ya kutishia usalama wa wananchi.
Kwa mujibu wa viongozi wa MONUSCO, mafanikio ya juhudi hizi yanategemea pia ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa kuhusu vitisho vya usalama na kushirikiana na vyombo vya ulinzi. Wamesisitiza kuwa amani ya kudumu inaweza kupatikana pale ambako jamii, mamlaka za ndani na vikosi vya usalama vitashirikiana kwa karibu. Operesheni hizi pamoja kati ya MONUSCO na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea wakati ambako juhudi za kurejesha utulivu katika mkoa wa Ituri zinaimarishwa, huku matumaini yakiongezeka kwamba hatua hizo zitasaidia kulinda maisha ya raia na kuimarisha hali ya usalama katika maeneo yaliyokuwa yakikabiliwa na migogoro ya muda mrefu. Waziri wa mawasiliano wa vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amejibu vikali madai yaliyotolewa na viongozi wa M23 kwamba serikali ya Kongo inalenga na kuwaua wananchi wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Akizungumza baada ya kauli zilizotolewa katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika mjini Goma tarehe 18 Juni, Muyaya alikataa kabisa tuhuma hizo na kuzitaja kuwa ni za kupotosha umma. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa serikali, watu wanadai kutetea wazungumzaji wa Kiswahili ndio wanaotumiwa kusababisha mateso, vifo na ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Patrick Muyaya alisema kwa wananchi wa Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa wanafahamu vyema wahusika wa machafuko yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Asitiza kuwa si sahihi kwa wale wanaotumiwa kuhusika katika migogoro kujionyesha leo kama watetezi wa wananchi wanaozungumza Kiswahili. Katika kauli yake, Patrick Muyaya alitumia mifano ya mtu alisababisha moto alafu baadaye anajifanya ndiye anekuja kuuzima. Kwa maoni yake, baadhi ya viongozi wa M23 wanajaribu kujionyesha kama waokozi wa jamii ambazo zimeathiriwa na vita, hayali wao ndio wanaotumiwa kuchangia hali ya sintofahamu iliyopo mashariki mwa nchi. Waziri aliendelea kusema kuwa Kongo ni taifa lenye makabila mengi, lugha nyingi na tamaduni tofauti ambazo zimekuwa zikiishi pamoja kwa muda mrefu. Alisisitiza kuwa serikali haendeshi siasa za ubaguzi dhidi ya kundi lolote la nchi kwa misingi ya lugha, kabila au eneo wanalolitoka. Patrick Muyaya alikosoa kile alichokiita utawala unaotegemea nguvu za kijeshi na vitendo vya ukandamizaji katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Hadi kwa wananchi wengi wa maeneo wamekuwa kiwahanga ukosefu wa usalama, hofu na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kauli za Patrick Muyaya zinakuja siku chache tu baada ya viongozi wa kisiasa wa M23 kunenanga kutoa madai kwamba baadhi ya jamii za wazungumziaji wa Kiswahili pamoja na Watusi na Banyamulenge wanakabiliwa na mateso na mashambulizi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC. Mabadilishano ya maneno kati ya serikali ya Kinshasa na viongozi wa waasi wa M23 yanaonyesha jinsi mvutano wa kisiasa na kijeshi unavyoendelea kuwa mkubwa licha ya juhudi za diplomasia zinazofanyika ili kurejesha amani mashariki mwa nchi. Mashirika ya kitaifa na kimataifa yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro huo kuepuka kauli zinazoweza kuongeza migawanyiko na wananchi na badala yake kuweka mbele mazungumzo ya amani, maridhiano na kulinda maisha ya raia. Mgogoro wa mashariki mwa DRC unaendelea kusababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao huku mamilioni ya wananchi wakikabiliwa na changamoto za kibinadamu kutokana na mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Serikali na waasi wa M23 zinaendelea kubadilishana tuhuma kuhusu chanzo cha machafuko hayo, wakati juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu zikiendelea kupitia mazungumzo na mipango ya amani inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Ma question est un peu en dehors de la thématique, mais souffrez que je pose cette question qui est d'actualité. Lors de leur conférence de presse hier à Goma, les dirigeants de l'AFC M23 ont accusé le gouvernement congolais d'être instigateur dans les massacres des populations de l'espace swahiliphone dans l'Est, et ont accusé également l'importation de la maladie à virus Ebola dans les zones sous leur contrôle. Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, je ne sais vraiment pas si quelqu'un peut croire en ces types d'allégations. C'est peut-être là les pyromanes qui veulent jouer sapeur-pompier, parce que il y a certaines personnes qui disent « je ne veux pas aller là-bas », qui pensent que les virus ici est une œuvre malsaine qui vient de là, et que lui fasse une telle allusion. Est-ce que ce n'est pas déjà un aveu? Après, peut-être que le ministre de la Santé dira un mot, parce que je ne voudrais pas encore aller dans la spéculation, mais le fameux cas des Goma, on peut en reparler. Donc ici, c'est que les Congolais savent, et c'est que toute la communauté internationale sait, que ceux qui tuent en premier les swahiliphones, ce sont eux-là, ceux-là, qui sont à Goma actuellement. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle
qu'en janvier 2025, il y a eu plus de 10 000 morts. Le ministre des Santé à ma gauche nous donnait des chiffres des morts zone de santé par zone de santé. Hier, le docteur Lola nous a dit qu'ici, en Ituri, il y en avait plus de 300. Et donc, toutes les zones de santé de la province du Nord Kivu ont communiqué de chiffres des swahiliphones qui ont été tirés. Parce que s'il faut prendre d'abord ces virages dangereux, ces discours inutilement tribalistes et sectaires, on sait qui tue. Et ils ne tuent pas d'aujourd'hui. Parce que eux ne sont que le 5e ou le 6e fils du tueur en chef qui est connu, le père le Rwanda. Et donc il devrait y avoir une certaine gêne pour ceux qui ont installé aujourd'hui une gouvernance par crime, qui brime, qui tue les swahiliphones et qui veulent se présenter en sauveurs de swahiliphones. Nous sommes dans un pays pluriel où toutes les ethnies cohabitent. Ces types de discours sectaires, inutilement discriminatoires, reflètent justement la volonté de l'agenda du père, le Rwanda, qui tient à tout prix à créer la division au sein d'une nation qui est unie, qui est davantage unie derrière de Léopard et qui est davantage unie dans le cadre de cette riposte. Si nous devons regarder tous ceux qui sont alignés dans les équipes de riposte, vous retrouvez des Congolais de toutes les 26 provinces. Et donc ici, c'est à la limite diabolique. Je pense que diabolique, c'est peut-être pas le terme approprié parce que faible, de faire des telles insinuations, des telles allusions, pendant que jour et nuit, vous avez suivi les docteurs Mambadir, des médecins, des infirmiers jeunes qui ont perdu la vie pour sauver de vie et venir faire une telle insinuation alors que cette province, nous la pacifions, vous entendrez les gouverneurs tout à l'heure, nous faisons des routes, on a refait l'aéroport pour redonner vie à cette province autant que nous voulons les redonner dans les parties du pays qu'ils occupent où ils continuent de tuer. Je crois que par décence, s'il en existe un peu, ils devraient tout simplement se taire. Voilà. Bon, cette terre, pour moi, c'est même faible, il devrait s'enterrer. Parce que, sincèrement, là, moi, en tant que ministre de la Santé, j'ai compté les morts tous les jours en 2025. C'est moi, effectivement, qui donnais le rapport au gouvernement de tous les morts, des centres de santé détruits. On est venu chercher des enfants dans les centres de santé. On est venu chercher des malades blessés avec des gens qui avaient on va dire, des broches dans les jambes parce qu'ils étaient blessés. On est venu les sortir des centres de santé pour aller les tuer. Alors que ces gens viennent nous parler, sincèrement, se taire, c'est facile. Moi, je pense qu'ils devraient s'enterrer. Et il est évident que pour les Congolais, on sait voir maintenant c'est quoi l'agenda des uns et des autres. On les savait avant, mais parce qu'ils vivent dans le mal, ils respirent les mal, ils traduisent ces mal pour s'aimer le venin de la division. Et nous trouverons au devant de toutes nos forces. Na ni hivyo ndivyo ilivyokuwa taarifa yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info siku ya leo Jumamosi tarehe 12 Juni mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi na kutuamini kama chanzo chako cha habari za uhakika kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Kwa maoni, mapendekezo au taarifa mbalimbali, endelea kufuatilia na kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu za kijamii za Kivu News Info. Na kabla tuhitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, naendelea kujuza kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi acha niendelee kutakia jioni njema yenye amani na utulivu na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Mimi niite Eloge Longa. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Kutana tena kesho asubuhi katika matangazo yetu mengine yajazo. Basi bye bye na chahu, baki salama na usiku mwema.